kwa sababu ya safari Mungu ametuwezesha. Amen. Amen. Mama ukija huku ndani. Ndio tukaweze kushukuru. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema asante. Umetenda. Asante. Nasema asante. Wewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Mwisho Alfa na Omega. Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. Twende mbele za Bwana tukashukuru sote kwa sababu ya safari, kwa sababu ya Mungu kutuleta mahali hapa. Baba, nasema ni asante kwa boma hili lote Bwana, tunasema ni asante. Umekuwa mwema Baba yangu, umetuongoza, umetulinda katika safari kwa ajili ya kwamba tufike mahali hapa. Nawe Bwana umetuwezesha tukafika mahali hapa, tunasema umekuwa dereva. Wacha ukatende makubwa Baba, yale yaliyotuleta hapa yote yakawe yako mwanzo na hata mwisho. Baba, wacha asante kwa ajili ya watu wako ambao Bwana umewaongoza. Asante kwa ajili ya boma hili ambalo Bwana limetupa kibali. Bwana Yesu, ninasema ni asante. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, ninasema ni asante kwa ajili ya watu wote ambao tuko hapa pamoja na boma hili lote, wakubwa kwa wadogo Baba, wake kwa waume Baba yangu, kwa wale waliooa na walioolewa mahali hapa Baba, ninasema ni asante. Maana kupata nafasi kama hii Baba ni kibali chako. Ni wewe ndio ulijua kama tutafika. Sisi hatukujua kama tutafika. Baba, tunakukabidhi wewe mwanzo na hata mwisho. Chukua wewe ibada hii Yesu. Ichukue wewe Baba yangu. Usienda kule kwa shamba. Ichukue wewe Baba. Utakapofanya ibada zote, chukua wewe Baba. Maana ni wewe ndio umetuleta. Asante Baba yangu kwa maana utakuwa mwema mwanzo na hata mwisho. Baba, tumekuja mahali hapa, tumekunyaga kwa hili boma. Ulisema mtumishi wa Mungu akikinyaga kwa boma ataacha baraka. Kama kuna vifungo walioolewa, waliooa, waliozaliwa hapa, basi watafunguliwa, kuanzia watoto wale walioolewa, wajukuu, katika jina la Yesu. Asante kwa kwa asante Baba yangu, ukawe mwema kwa kila jambo. Ukatangulie kwa kila jambo. Katika jina la Yesu Baba tumeomba. Amen. Mimi mama, kulingana na ule muujiza uliotendeka na vile ninavyosikia more, nataka tu nipeleke mimi nione hapo mahali tupeleke. Mimi niko na more. Umetenda nje zangu. Mimi niko na more. Twendeni tu, twendeni. Jambo kwa kiduruni. Wewe kwenda ile bwana ala kuzana. Hizo tukienda kule tukija huku tukamaliza kila kitu. Baraka. Anakuchukua wewe ambao unatupeleka. Tarudi hapo tutamuombea. Angwa para bama teki gengi ya tuna yeru mwenga para tu atindana na ya ni mwana sema kweli hiyo bwana Mungu tu haiwezi sababu sasa hiyo kama process mpaka bosi mwingine msaidie.
Chama baraza. Mchanga wangu baba ni kwetu sasa. Unajua hii si mboga, ndawa hiyo. Huku si kwetu. wakati wa kuku sasa. Ni ana. Leo una mtanga kuto. Kama jinyungu. Naendeleaje? Baba na mira huko. Nilikuwa nasema Brenda ndio sio kule ilikuwa ni tunataka huko. Ndio Brenda. yote. Wanawake mwenganiziye baba igaba semo yiye ndakala kirima haya ndakala ikibanda mchakulia kujenga mana boda jenga ayo mutene bari tukashimba nishomba baba ni zibawa na baba ni watu wa kanisa naanza kanisa
Wewe baraza jamaa sana. Isipeli mtomjomba. Je vara tsuli ya upande una. Unaendari kale baba zulu. No zulu beri na hanta kanisa renye kale mzipata nguvu rujenga. Bari naanza kale baba beni kale na magurwa. Mimi unaelewa kwa mtu. Amuti bara. Ama pale karibu na ule mmoja. Si mazini. Mazini ni gani? Wanore tsuli na tsuli mai. Pale penye wasimama wale watu hivi. Unaona pale kwa ule simu. Si mazini. Ngine mazini wengine. Maji ni hapa. Ambe kura kunda kala kuna ringa runa jengerwa pande. Patikana chakula cha mlungu. Ukirika baba nenda kuyuga. Hii ni plot ya msikiti. Nilipeana. Sigurana yuwala tayari. Nilipeana mimi plot ya msikiti hapo. Kwa hiyo mnaangalia sije mpaka zikafanya kushikana hivi. Ndio hiyo nimesema. Kwa sababu mpaka ni huwa. Ndio nimesema mimi naonelea. Mbona bango rudzwe kura ibaba. Sasa mahali nilikwambia mahali pazuri ni kule mahali pa kanisa. Kule ni kuzuri mama. Alafu acha hivyo, unaona hii sehemu iliyoka hapa katikati ya Mwembe na hii miti. Hapo hiyo area. Kuna mahali panakaa maji hapo. Hata mimi nilikuwa naonelea hapa ambapo palikuwa boma mara ya kwanza. Pale ndo pazuri zaidi. Hapa hata kuja mafuriko kiasi gani kufikisha. Acha hivyo, ni vile kwa sababu hapa hajamilikiwa. Lakini pale pako sawa. Hata hapo mahali unasema kuna maji ni kwa sababu hapajaanza kumilikiwa. Ukishaanza kupamiliki, hayo maji hayakai tena hapa. Si hapo maji yanashuka huko chini. Sasa ni ile sehemu ya kwanza kakuonyesha mama akakwambia afadhali ujenge pale ile kanisa ile sehemu. Sasa alikuelekeza vizuri. Bani fundi sasa nani? Fundi mbongwe. Haya ndo alikuelekeza mahali pazuri sana. Sasa wacha tuanzie pale mahali tuone yeye ni fundi, si yeye ndio atajenga. Ni fundi. Fundi na hiyo mwanawe hiyo na mwana wako pia. Hapo Yeye na baya ofa hapo hiyo fundi. Naona pasi hiyo hapa itasumbua kwa barabarani mno. Kunaweza kuja kuwa na mabadiliko hata barabara waaminiki. Waaminiki sasa kwa hivyo barabara wataenda hivi gogola sana. Kiufupi hawaaminiki. Sasa nujiwekee baka security. Manake hapo ukiweka hapa watu wa barabara wakati wote wanaweza badilika. Lakini unaona hii position hii. Hii position hii hapa. Hii hapa. Hiyo nasema hivi. Naangalia vile tutafanya mama, kwa sababu tufanye kitu mara mbili. Unaona kama hapa sasa. Hapo kijaribu kuweka hapo. Hakuna sheria na ruhusa. Makuku itaenda mafuriko. Haiwezi. Stima imepita juu. Nataka niongee na mama kitu. Songe kando kiasi. Nasema hivi. Unajua hata mahali kama umepata ni shamba lako, si mahali pa kununua, ni kwako. Hakuna mwingine anaweza kuja mbele yako. Shaona? Hata itakuwa na advantage ya kwamba ukishajenga hapa, hata hapa kama umepata wageni, unaweza weka hata kama nitakuja. Ni sawa? Ni sawa. Kwa hivyo hata ikiwa hapa pale anasema ni nzuri, hapa ni kwa Mwembe na hapa pia inaweza kuwa open kwamba mtu anaweza ingia hata kama kuna harusi hapa inafanyika hapa kanisa. Sherehe zenu kwamba mtakuwa na space mnajiwekea. Lakini baba mbakuko kuna makwenda mazoba batoka mbamba sahihi. Mama hapa kuhusu kujenga hapa usiende na mambo ya maji hii sehemu yote. Hii yote hapo usiende na mambo ya maji hapa. Sasa si unajua ukijiwekea kanisa labda upande huu ama upande huu, hii position hii ndio mtakuwa mnapumzikia. Utakuwa unakaribishia wageni.
mmekuwa na mikutano yenu, hiyo space ya face ya barabara hiyo ndo inakuwa shangwe na nderemo. Na fundi huko mbele, hiyo sehemu tunaanza unajua ni kama parking ya magari. Kama ndo hivyo ndo kitu tunazungumzia. Wageni wakija kule ndo nawakaribishia. Huko mbele alafu waregeshe nyuma. Lakini space nzuri kabisa, huyu mama alikuwa nimemwambia kanisa ilikuwa hivi. Hapa ndo nilikuwa nimemwambia. Hapa mvuto tena nyuma iongezeke, lakini hiyo kanisa ingie iko hivi. Hii space ni kubwa. Hapa pazuri sana. Yaani unaona hiki jengo hapa, hiyo kanisa itatuacha pengine mzuri sana. Unaenda tunapenda. Ulisema ni nguzo ngapi zile? Huko ni mbali? Hapo pataingia nyingi sana. Lakini hiyo mahali ulikuwa umeotesha ndo kanisa. Hebu songa hapo kwa njia. Hapo baraza umesema vizuri. Naomba kwa nguo simama. Hapo umesimama vizuri. Songa hapo kidogo. Itabidi hizo nguzo tuongeze. Hiyo ni kama 40 feet. Sasa itabidi ziwe 12 huko. Naanza kugusa 12. Ndio ile kubwa. Alafu na hizi zingine. Kwa hivyo hizo zingine zitakuwa 5 5 alafu moja ndo nani? Lakini sasa unajua kwa kanisa inajengwa miraba 12. Miraba aje? Hizo kiposti. Hapo ukistudy ni kama futi ngapi? Kama futi 4. No. Hapa nimesema ni hapa ni Umepata mita ngapi? hiyo ni mita 2. Hii ni 30 feet. 30. Ambayo kama ni king post huwezi ingia less than 20 hapa mpaka hapa. Haziwezi ingia less than 20 kama ni 30. Kama ni king post. Na ikishuka sana labda 18. Ifadhali izidi kuliko ipungue. Very good. Hiyo ni 30 feet ambapo sasa hiyo ni hall. Hiyo inatosha kwa hall. Kama ndio tunaona. Lakini huu urefu wake naona bado ni kidogo. Na kule umesema ni 30. Hapa kuna 45 feet. Na kama wajua naangalia nini ile system kwamba tukitoka kule haitatosha hivi. Sasa tuna uwezo wa kwenda, si mafundi wako. Tukisema hapa tukuje hati wote hapa. Wajua naangalia hiyo system ya kule. Sasa hii ni 6. Hata fadhali hapo. Hii ni 60 feet. By 30, iko by 30. Hiyo iko sawa. Hata hiyo ndio urefu inaweka hivi. 60 by 30, hiyo iko sawa. Alafu hiyo ni hall. Hiyo ukiamua kuchange jiwe. Alikuja pandisha. Hii ni vile tu mama ametaka hiyo kitu nani sana. Lakini wacha tumwekee hii, alafu wakati tunajenga jiwe pia tutamuongezea.
meters. Yako imekuja 24, yangu ni 20 hapa. Wewe inaonekana umetembea. 24 sasa hiyo ni 60 ngapi? 72. Kama umepata Wajua hii ni pale mahali tumeonyesha tu, ndio maana nani hiyo, lakini haimaanishi kwamba kipimo atapata hiyo. Yeye ni roughly, hii ni roughly. Hii ni roughly. Apaje tupika vipimo ni vile vya akili. Ashem. Sindaji. Salama kwa hizo. Yep. Ni hapa ama ni kule sasa? Huko pia pimo. Naona pasta ameipima. Naona ameipima na kwa yake. Si katikati. Madhabahu ikai katikati. Nakaa kidogo tu. Lakini jazi. Nasema senta ya mapana. Tatu. Kuna simiti tutapeana. Sawa juu. Nimesabia. Simama hapa mmoja. Mwingine simama hapa hivi. Lakini yeye atapima kipimo chake. Hii yangu ni ya rafi. Mmoja simama hapa kwa. Mwingine asimame pale, asikose kusimama hapo. Ile ndio nijue. Mama. Sasa utabidi usonge huko. Kwani amuoni ile akanisema vile ilikaa? Moja simama hapo. Kundi
ungenisabia ile ndugu ya pale na yule. Yes, pass. 9 feet. Tuseme 10 feet. Huko na kufanya kama hivi. Ilikuwa ni hapa. The substance. Iko sawa. Yaani mimi naangalia tungelia tayari kule mkutano hivi. Ndio alikuwa anasema. Sasa huku hapo nishamaliza. Sasa hapa fundi hapa utaienua huku, hautainua Hiyo space inayo patenuka hapa center. hapa, kutainuka hapa kama ngazi mbili. Utainua ngazi mbili, Step 1, step 2 ndo step floor. 1. Alafu huku utaweka tu simiti, lakini utaweka ile Lakini level ya nyuma. umeelewa? Nimeelewa. Kwa hiyo hii ndo madhabahu. Hii ndio ikisema yote ni madhabahu, lakini hapa ndipo center mtu Ndo center. Umeelewa? Sasa mahali imefikia basi tu ni kidogo. Sasa wewe utakuja, kama utaanza leo utaanza kesho, ili usisahau chumvi maana kinani hii, lakini si umepima, umejua vile utafanya, ama uweke kijiti ili usisahau. Na hii nakutolea hiyo measurements yako yote. Wale sitaenda kukaa, nitarudi ndio angalia. Utarizika. Nitakutolea hivyo hivyo mwenyewe umechora. Fundi ile thickness hizo step. Na imani tuko sawa. Fundi nimemwona ni clue sana upasi. Kwa sawa. Mambo ambayo Si ikipanda sana labda hiyo step hiyo 1 feet. Ikipanda sana. Sasa step 1, 2, 3 ni madhabahu. Sitakuwa imesoma vizuri pia. Yaani hiyo 1, 2 huko kwingine. Sasa huku yeye hapa si mahali pa yeye atakaa. Unasikia mama? Njoo nikuonyeshe. Unaona vile kule kanisani kwetu vile kuko? Unajua sisi watu tunakaa huku na huku. Hapa ni wakati unafanya huduma zako. Si mahali pa kuja mtu kukaa. Si mahali pa sherehe. Ni kibla. Ni kibla. Kitini kule ni kibla. Ni kibla. Sasa hapa mwalimu anaenda kwa maongozo fulani. Basi. Afanye hiyo huduma yake kushamaliza. Unaona wakina Monica wao wanakaa huko. Hawakai hapo juu. Hapo hapakaliwi. Hapa unafanya kama unakuja unaombea watu nini. Lakini plani yako mzuri. Naiona. Ni mambo ambayo yameingia kwa akili siku nyingi. Ni mzuri. Sasa mama, tunataka tufanye maombi. Tufanye maombi ya hapa. Alafu tupamagie mafuta. Sawa? Tufanye anointing. Vunja vigongo vinne nini? Nipige hiyo hii center nini? Sasa zile nguzo mama, zile nguzo zitabidi ziongezwe. Vile fundi atakwambia, vile fundi atakueleza, utapata yeye vile atakwambia kama hapa kunahitajika nani fulani na hapa ni simiti ngapi nini. Sasa wewe kazi yako tu ni ile kwamba yeye akuelezee, na pia mambo mengine wewe tunafanya. Ni sawa? Na imani kama baada ya wiki 2, 3, 4 itakuwa kitu kimeisha. Na watu watapita hapa waone kwani nini inaendelea. Alafu tukishamaliza na ile harusi kule ndio tunaangalia mambo ya mawe. Wajua tunafanya hivyo kwa sababu tuko na ile harusi. Hii ilikuwa imebend hapo kwa huyo pastor. Hapo sawa tu. Tatafuta hiyo sababu baadaye. Sasa njoni madhabahuni. Njoni madhabahuni tu nani. Njoni madhabahuni. So, kitu cha kwanza ni lazima tufanye anointing. Tukishamaliza kufanya anointing, tutaabudu kama dakika 2, 3.
tukishamaliza kuabudu tutaongea neno 2-3 na kuhusiana na maandiko, alafu huko kwingine tunachia mama na mafundi. Wakati nyinyi mnaendelea kuimba, mimi nafanya noting yangu, sawa? Kwa hivyo mmoja atuongoze na nyimbo, mimi nianze kufanya noting, maana ile kanisa vile tumemwaga chumvi lazima tufanye noting. Sasa hii pale mahali tumekinyaga tutapaheshimu kama madhabahu, ijapo bado haijajengwa, lakini mahali msingi unapoanzia ndipo kila kitu kinaanzia. Ni sawa? Wacha mmoja atuongoze na nyimbo ya kuabudu. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Baba, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Baba, kwa wema wako Yesu, kwa wema wako, kwa wema wako Bwana, kwa wema wako, kwa ushindi wako Baba, kwa ushindi wako, kwa ushindi wako Bwana, kwa ushindi wako, kwa wema wako Baba, kwa wema wako, kwa wema wako Bwana, kwa wema wako Yesu. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Bwana, asante sana Yesu, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Bwana, kwa uweza wako wewe, kwa uweza wako, kwa uweza wako Bwana, kwa uweza wako, wema wako kwetu, kwa wema wako, kwa wema wako Bwana, kwa wema wako, ushindi wako Baba, kwa ushindi wako, kwa ushindi wako Bwana, kwa ushindi wako, Yesu. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Yesu. Asante sana Baba, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Yesu. Tunashukuru Baba, tunashukuru, tunashukuru Bwana, tunashukuru wewe Yesu, tunashukuru sana, tunashukuru, tunashukuru Bwana, tunashukuru. Asante Baba yangu, kwa maana wewe ni Mungu unayeweza yote, mfalme. Tazama Baba, wewe ndio ulituongoza tukafika mahali hapa. Hatukuwaijua Baba tangu tukiwa watoto wadogo. Namuombea hata huyu mama pamoja na watoto wake wote, pamoja na familia yake yote, pamoja na wajukuu wake wote, vile Baba yangu Masia Bwana alivyosimama na wewe tangu akiwa kitambo watu wa leo Bwana. Hata umetaka Baba yangu kumfungulie kanisa, kumfungulie madhabahu, hata utakapoenda kumfungulia hiyo madhabahu Baba, wacha ukafungue milango yake, milango ya watoto wake, milango ya jamii yake, wale ambao wameoa, wale ambao wameolewa Baba, ninawaombea. Wale ambao wameolewa, wale ambao wameoa Baba, ninawaombea Baba yangu Masia, utakapoweka msingi wako mahali hapa Baba, watu wanaabudu Mungu na Mungu ndiye aliyetuumba. Naomba Baba yangu baraka zako, baraka zako zikawashukie Baba yangu, ukashukishe neema yako ya afya ya milagro.